Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Pentagon yaanza uchunguzi kuhusu kufeli kwake kwa Marekani huko katika Yemen katika mapambano yake dhidi ya kundi la wapiganaji la Kihouthi. Duru za kijeshi za Marekani zimeliambia jarida la Wall Street Journal kwamba Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo Pentagon imeanzisha uchunguzi wa kina kuhusu sababu za kushindwa kwa Marekani katika vita vyake na Wahouthi na kudai kuwa kushindwa huko kuna shangaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, maafisa wakuu wa jeshi la Marekani na wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanachunguza kwa karibu jinsi vikosi vya Yemen vilivyofanikiwa kukabiliana moja kwa moja na manowari zenye nguvu zaidi duniani. Uchunguzi umeongezeka baada ya jeshi la Marekani kukabiliwa na changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika Bahari Nyekundu kwenye miezi ya hivi karibuni, imesema sehemu moja ya taarifa hiyo katika jarida hilo la Wall Street Journal. Gazeti hilo la Wall Street Journal pia limeandika Pentagon imevitaja vikosi vya Yemen kuwa ni adui mkali baada ya kutokea vita vikali zaidi vya majini tangu vita vya pili vya dunia. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani ambaye hakutajwa jina, karibu meli 30 za nchi hiyo zilihusika vitani kwenye Bahari Nyekundu tangu mwishoni mwa mwaka 2023, ambayo ni sawa na karibu 10% ya meli za jeshi la wanamaji la Marekani. Afisa huyo pia amesisitiza kuwa Washington imepoteza kwa uchache dola bilioni 1.5 wakati wa mashambulizi ya anga dhidi ya Yemen. Jarida la Wall Street Journal vilevile limeandika maafisa wa jeshi la wanamaji la Marekani wamesema kwamba vita vya Yemen vimewapa wanajeshi wa Marekani uzoefu wa vita usiokuwa na kifani na ambao hawakuwahi kukumbana nao. Kwa mujibu wa duru hizo, vita vya Bahari Nyekundu vinaangaliwa na Pentagon kama aina fulani ya mazoezi, na hususan kutokana na kuwepo uwezekano kukabiliana kivita na Uchina. Kwa mujibu wa jarida la Wall Street Journal, Pentagon inachunguza matukio mawili tofauti yanayogongana kuhusu manowari ya Truman ya Marekani ya kubeba ndege pamoja na ndege 3 za kivita zilizoanguka katika kipindi cha miezi 5 pekee. Manowari ya Truman iliripotiwa kupoteza ndege 3 za kivita zenye thamani ya dola milioni 201 katika vita vyake na vikosi vya Yemen. Afisa mwingine wa Marekani ameliambia jarida la Wall Street Journal kwamba vikosi vya Yemen vimewashangaza wanajeshi wa Marekani kwa ukakamavu wao mkubwa, uwezo wa hali ya juu na maendeleo ya ajabu yaliyopiga katika teknolojia ya makombora. Afisa huyo wa Marekani pia amesema aina ya mashambulizi ya majeshi ya Yemen pia imebadilika na kuwa kisasa zaidi, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya usiku, kutuma ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya kutokea ardhini, kupiga zana na vifaa vya angani ambavyo ni vigumu kudungulika. Gazeti hilo la Wall Street Journal pia limewanukuu maafisa mbalimbali wa kijeshi wakisema kwamba zaidi ya ndege 12 za hali ya juu za Marekani zimetunguliwa na vikosi vya Yemen. Mwisho mwa makala hiyo, jarida hilo la Marekani la Wall Street Journal limefichua kuwa Donald Trump hatimaye alilazimika kukubali kusitisha mapigano baada ya kupata uhakika kwamba mzozo huo haukuwa na maana, lakini pia ulikuwa unapoteza fedha nyingi na kutengeneza hasara kubwa kwa Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Ikiwa bado hujafanya hivyo, utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.